wetu, naomba nisisitize kusema jambo hili kwamba ni muhimu sana sana sana. Hapa ninazungumza na wote, wanaume na wanawake, vijana, ndugu zangu, marafiki zangu, vijana wenzangu, vijana wa miaka hiyo iliyopo 18, 25, 30, 40. Nataka uelewe jambo hili. Nyinyi mlioko vyuoni na mlioko masekondari na mlioko maeneo mengine, tulioko mtaani tunao hustle kawaida, nataka ujue jambo hili kwamba mwanamke hakuumbwa kwa ajili ya mapenzi. Mwanamke hakuumbwa awe kichocheo cha mapenzi wala kituliza mwili wa mwanaume. Mwanamke hakuumbwa kwa kazi hiyo. Mwanamke aliumbwa kwa ajili ya kumsaidia Adamu, kwa ajili ya kumsaidia mwanaume, lile kusudi ambalo kwa ajili ya hilo mwanaume aliumbwa. Tuko sawa sawa? Ambalo ni nini? Kusudi la Mungu. Ambalo ni nini? Kutawala. Ambalo ni nini? Lile liloko ndani yako. Kwa lugha nyingine specific zaidi, ameumbwa amsaidie mwanaume kumtumikia Mungu. Mwokozi Yesu na asifiwe. Ndio maana kuna mahali fulani Biblia inasema kwenye kitabu, nafikiri ni cha Yeremia, kama sitakuwa nakosea, takitafuta. Anasema hivi, anasema Mungu ameumba jambo jipya duniani, kwamba mwanamke atamlinda mwanaume. Si kama tuko vizuri? Tunakwenda sawa sawa? Kwa nini? Atahakikisha. Kumbuka, kazi ya manager ni kumsaidia mkurugenzi kazi. Tuko vizuri? So kazi ya mwanamke ni kumkumbusha mwanaume, hey, kusudi lako sio hilo, ni 1, 2, 3 hapa. Yesu asifiwe. Ni kumsaidia mwanaume aendelee kwenye lile kusudi ambalo Mungu alimuumbia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo naomba nisisitize, hakuna 50 kwa 50, kwa sababu kazi ya maneja na kazi ya mkurugenzi ni vitu viwili tofauti. Samahani, kazi ya bosi na kazi ya mfanyakazi ni vitu viwili tofauti, na hata mishahara yao inatofautiana. Zingatia, zingatia, nasema tena zingatia. Hakuna 50 kwa 50. Mwanamke ni msaidizi, mwanaume ni mwajiriwa wa Mungu. Yesu na atusaidie sana. Kwa sababu hiyo nataka ujue, sasa hapa sina maana kwamba wanawake hawaruhusiwi kutumika mbele za Mungu. Wanatumika vizuri kabisa, lakini originally, hata kama yeye ni mtumishi wa Mungu, ni mchungaji, ni askofu, huyo mama akumbuke jambo moja kwa mumewe. Hata kama wewe mumewe ni kile Kiswahili kibovu mnasemaga hohehahe, hana nafasi yote kanisani, yupo tu. Hata kama ni hivyo, lakini yeye anapaswa kujua, anasimama madhabahuni, anapomaliza akienda nyumbani, anaishi kusikiliza mumewe. Huku anasikiliza Roho Mtakatifu kwenye huduma, na kule nyumbani anasikiliza wote wawili, Roho Mtakatifu na mume. Hata tukaomba Mungu asubuhi ya leo, nataka uelewe jambo hili. Mungu ametuita tukae uweponi mwake. Mungu ametuumba tudumu kwenye uwepo wake. Mungu akubariki.